Lakini leo katika sehemu ya 8 tunaenda kujifunza kitu kingine ambacho ni mwendelezo wa vile vitu ambavyo tulikuwa tumeanza navyo, na mpaka sasa kuna vitu ambavyo tayari tumevitazama. Nafikiri wakati tuko kwenye utangulizi niliweza kuonyesha kwamba ni vitu gani tutaenda kuvisoma. Kwa hivi vitu vyote, hizi sehemu zote ambazo tayari ziko na rangi nyekundu ni zile ambazo tayari tumeshazikamilisha, lakini tuna hii sehemu ambayo iko kwa rangi ya kijani, ndio sehemu ambayo tunaenda nayo, ni sehemu ya 8. Lakini tutakuwa tumebakiwa na sehemu 2, sehemu ya 9 na sehemu ya 10. Kwa leo tunaenda kuangalia kuhusiana na aina za traders. Kwa lugha rahisi unaweza kusema kama ni aina za traders, lakini kwa namna nyingine pia tunaita kama namna za kufanya trading. Mwingine pia anaweza kuzita kama ni namna za kufanya trading. Ndio kitu ambacho naenda kukitazama leo. Lakini katika vipindi vile ambavyo vimebakia, kimojawapo kitahusisha namna ya kuweza kuingia kwenye trading platforms. Maana kuna aina mbalimbali za kuweza kufungua order, kwa tutakuja kudiscuss kwenye kipindi kingine. Lakini pia tutakuja kuangalia na vitu vitatu ambavyo vinaweza kumfanya trader aweze kufanikiwa kwenye trading. Vitu muhimu ili uweze kufanikiwa kwenye trading, basi navyo pia tutaangalia katika sehemu ambayo katika kati ya hizo sehemu 2 ambazo zimebakia kukamilisha sehemu 10 za forex kwa Kiswahili. Kwa hiyo tunaweza kwenda moja kwa moja kwenye whiteboard ili tuweze kuona ni kitu gani tunaweza kuifanya hapa, ambapo ni kozi ya forex kwa Kiswahili, na hii ni sehemu ya 8. Na katika sehemu ya 8 kichwa chetu kitakuwa ni aina za traders. Aina tunaweza kuita kama aina za traders. Tunaweza kuita kama aina za traders, lakini pia kwa namna nyingine unaweza kusema ni namna za kufanya trading. Kwa unaweza kuita pia ni namna za kufanya trading. Kwa ziko namna mbalimbali. Kwa utakapokuwa unaingia kwenye trading, lazima kabisa ujue kwamba ni namna ipi utaweza kuitumia ambayo itakuwa inaendana na wewe, kulingana na mazingira yako, ikihusisha na kazi nyingine ambazo unakuwa unazifanya, au kulingana na muda ambao unakuwa una nafasi ya kuweza kufanya trading. Kwa lazima uchague aina ambayo inakuwa inaendana na mazingira ya namna kama hiyo, kwa sababu utakuwa unafanya trading, lakini pia una kitu kingine ambacho unakifanya. Kwa ili vitu vyote viweze kwenda sawa, lazima uchague aina fulani ya trading ambayo itakuwa inaendana na mazingira, pia tunaweza kusema na muda ambao unakuwa nao. Kwa ziko aina nyingi za traders, au ziko aina nyingi za namna ya kufanya trading. Lakini katika hizo namna tutaenda kujadili namna 3, kwa sababu katika kozi hii tunajadili vitu vikiwa katika makundi ya vitu vitatu. Kwa tutaenda kugusa namna 3 ambazo hizo zimezoeleka zaidi, na wengi zaidi pia wanaweza wakafiti kwenye hizo aina 3 za kufanya trading. Wengi sana huwa wanapendelea kutumia hizo aina 3. Kwa ndizo ambazo tutaenda kudiscuss. Kwa yule ambaye kama bado anaanza, basi anaweza kuchagua kwenye mojawapo ya hizo aina. Lakini pia utasoma kwenye maeneo mengine, pia utajifunza na aina ya 4 ya kufanya trading. Kwa hiyo katika hizo aina za traders au namna ya kufanya trading, kuna namna ya kwanza ambayo tunaita kama scalping. Kwa hiyo hii ni namna mojawapo ambapo trader anaweza kuingia kwenye market na akafanya trading. Anaweza kuingia kwa namna hii akafanya trading kwa namna ambayo tunaita kama scalping. Lakini pia kuna namna nyingine, kikubwa tu tutakuja kuangalia namna ipi ya trading na inafanyika kwa mtindo gani, lakini pia itamfaa mtu mwenye nafasi ipi ya kuweza kufanya trading, kwa sababu hii inaendana na nafasi au muda ambao mtu anakuwa nao. Labda kama anakuwa na kazi nyingine pia za kufanya, kwa hiyo ukachagua namna ambayo itafaa na ni time frames zipi ambazo utakuwa unazitumia. Lakini pia utakuwa umetarget kupata labda ni pips ngapi katika trading yako kulingana na aina ambayo utakuwa unaitumia. Kwa hiyo ni vitu vingi tu vya msingi ambavyo tutaenda kuvijadili kwenye kila namna. Lakini pia kuna namna nyingine inayojulikana kama day trading. Tunayo hii tunaita pia kama day trading. Kwa day trading pia ni aina ya pili ya kuweza kufanya trading, au ni aina ya pili ya traders, na yenyewe pia tutakuja kuona kiundani kujua ni kwa namna gani unaweza day trade, lakini pia ni pips ngapi, ni time frames zipi ambazo tutakuwa tunazitumia. Lakini pia wakati mwingine hata indicators, vitu vinavyohusiana na fundamentals na mambo ya
news pia inaweza ikaendana kwamba ni trader yupi ambaye anaweza kuwa na uwezo wa kuzizuia maybe news as trade muda huo. Lakini kuna aina nyingine za trading ambazo hazitahusisha news kabisa, una uwezo tu wa kubaki tu sokoni hata kama kutakuwa kuna news ambazo zinakuwa zinategemewa kutokea. Kwa katika hiyo aina ya tatu pia, na katika aina ya tatu tutakuja kuona hii inajulikana kama swing trading. Aina ya tatu inajulikana kama swing trading. Kwa hii pia ni namna nyingine ambayo trader anaweza kaingia sokoni na akafanya trading, naita kama swing trading. Kwa haya majina yatabakia tu kama yalivyo, hatutakuwa na Kiswahili cha moja kwa moja cha haya majina ya aina za traders au namna za kufanya trading, lakini maelezo yake tutakuwa tunayapata kwa Kiswahili, kwa unaweza kujua kwamba katika namna ipi unaweza kufanya kitu cha mtindo gani. Kwa hiyo tukianza na scalping, kwa tutaanza kuangalia kiundani kuhusiana na scalping, kuweza kujua ni nani anaweza kufanya scalping, au kwa yule ambaye tayari anaanza kabisa ajue kwamba kama akitaka kuingia kwenye scalping basi anaweza kutumia mbinu ya mtindo gani, anaweza kwenda kwa namna gani. Kwa katika scalping kwa namna ya kawaida ni yule trader ambaye anaingia kwa muda mfupi sana sokoni na kutoka. Kwa yeye anakaa sokoni kwa muda ambao unaweza kuwa ni sekunde kadhaa. Kuna anaweza kukaa sokoni kwa muda wa sekunde kadhaa au dakika. Anaweza kwenda kwa muda wa sekunde au dakika. Kwa anaingia na kutoka mapema. Huyo tunasema ana scalp. Kwa kama atakuwa anaingia na kutoka kwa muda mfupi, mara nyingi ili aweze kutengeneza faida, kama anatumia muda mfupi sana akiwa sokoni, ili aweze kutengeneza faida lazima iwe ni wakati ambao soko liko kwenye hii tunaita kama fast movement. Lazima soko liwe kwenye fast movement. Sasa wakati wa manake linatembea haraka. Sasa wakati gani soko linatembea haraka? Nafikiri tumeweza kujadili kwenye kipindi kilichopita, tulijaribu kuangalia kuhusiana na siku pamoja na vipindi vya kufanya trading. Kwa hiyo katika siku husika tuliona kuna vipindi ambavyo soko linakuwa linatembea haraka. Kwa hiyo katika hivyo vipindi ambavyo soko linatembea haraka, kama natarajia kufanya scalping, lazima ujue ni kuanzia saa ngapi mpaka muda gani soko linakuwa liko na speed ya haraka zaidi. Kwa ndio ni muda mzuri wa kufanya scalping. Lakini kama utataka kuscalp wakati soko linatembea polepole, basi itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu itakuhitaji ukae muda mrefu sokoni. Lakini kitu cha msingi pia kwenye mtu anayefanya scalping, mara nyingi sana lazima ukumbuke kwamba lazima uchague, unapofanya scalping lazima uchague pair ambazo zinakuwa na spread ndogo. Lazima uchague pair ambazo zinakuwa na spread ndogo, tunaita kama tight spread. Lazima uchague pair ambazo ziko na tight spread. Tight spread manake tunategemea kwamba kwa wale brokers ambao wana offer spread labda badala ya commission, kwa tunatarajia basi kuna pairs ambazo spread yake ni ndogo. Mfano labda unakuna trade maybe euro USD, kwa utakuja kuona spread yake inakuwa ni ndogo sana. Kwa hizo ndo zinakuwa pair nzuri sana kwa kufanya scalping. Lakini kwa brokers ambao labda wana offer commission, basi pia hiyo itakuwa ina utofauti, kwa sababu kwenye commission wewe ukiingia kwenye trade, haijalishi utakaa muda gani, basi commission itabakia kuwa ni ile ile. Kwa na utakuja kuangalia kwamba sasa ni broker yupi anaweza kufaa kwa kuscalp. Utakuja kuona ni broker yupi anaweza kufaa kwenye kuscalp, kwamba ni yule ambaye ana offer spreads au ni yule ambaye anakuwa anakata commission. Lakini pia ni kitu cha msingi cha kujua kwamba kuna baadhi ya brokers huwa wana limit baadhi ya mbinu za trading, au baadhi ya traders wanaweza kulimit maybe scalping. Kuna baadhi ya broker hawataki mtu anayekuwa na scalp. Kwa hiyo unaweza kaingia kwa broker bila kujua, ukatrade kwa kuscalp, ukatengeneza profit, alafu muda wa withdraw ukapata changamoto kwamba labda mbinu leo umetumia sio ile ambayo inakuwa inapokelewa. Kwa hiyo mara nyingi watu tunashauri traders waweze kujiunga kwa wale brokers ambao wanaruhusu strategy yoyote. Ndio maana tutakuja kuona kuna baadhi ya broker kwenye description zao wanaandika kabisa all strategies zinaruhusiwa, lakini kuna wengine wana limit. So kitu kingine cha msingi sana kwa mtu ambaye atakuwa na scalp, kitu kingine cha msingi sana ni kwamba yeye atakuwa na target kuanzia pips 5 mpaka pips 10. Mara nyingi sana anaweza kwenda kwa hizo pips 5 mpaka pips 10 kwa kila trade. Maana hiyo sio kwamba kwa
yani yeye akitrade 5 mpaka 10 anaishia hapo, yeye kwa kila trade ambayo ataingia. Kwa hii ni 5 mpaka 10 per trade, kwa kila trade per trade. Kwa kila trade yeye ata target pips 5 mpaka 10. Ingawaje pia hii itaendana pia na vile ambavyo yeye ana handle trade, maana yake profit. Tukitaka kuangalia faida ambayo ataitengeneza hapa itaendana kulingana na capital yake pamoja na lot size ambayo atakuwa anaitumia. Kwa hiyo kuna wakati pips 5 mpaka 10, lakini capital ambayo mtu anaitengeneza inakuwa ni kubwa kwa sababu atakuwa ametumia lot size kubwa. Anaitengeneza pesa nyingi kwa sababu ametumia lot size kubwa, lakini pia ni wakati ambao tunatarajia lazima awe na capital kubwa ili kuweza kutumia hiyo lot size ambayo inakuwa ni kubwa. Lakini kitu cha msingi ni kwamba yeye mara nyingi atakuwa analitazama soko kwenye dakika 1 mpaka dakika angalau hata dakika 5. Anaweza kutazama soko kwenye dakika 1 au dakika 5. Kwa mara nyingi charts ambazo yeye atakuwa anacheza nazo na kufanya maamuzi inakuwa ni M1 ambayo ni 1 minute, lakini anaweza kwenda mpaka M5 kama chart, kama hana uwezo wa kuweka custom time frame, kwamba kuna baadhi ya platforms ambazo unaweza customize kuweka ule muda ambao wewe unataka, labda unaamua unaweka dakika 3. Kwa hiyo kama haina custom time frames, unakuta mara nyingi lazima platform ikupe M1, lakini pia ni mara nyingi ni lazima sana ikupe M5. Manake dakika 1 pamoja na dakika 5, huo ndio muda ambao atafanya trader atakuwa anafanya uamuzi wake wa trading. Kwa hivyo ndio baadhi ya vitu muhimu sana, lakini baadaye pia tutakuja kulink kuweza kuona scalping unaweza kufanya ukiwa ni mara nyingi broker. Pia tutakuja kuona broker gani utaweza kutumia, lakini pia kuhusiana na muda, kwamba ukiwa una muda wa mtindo gani unaweza kufanya scalping. Lakini kwa ujumla ni kwamba mtu ambaye atakuwa anafanya scalping ni mtu ambaye atahitajika kuwa kwenye charts muda mwingi sana. Anatakiwa kuwa anatazama soko muda mwingi, kila mabadiliko yanayotokea lazima awe na uwezo wa kuyatazama. Kwa hiyo ni yule ambaye anakuwa ana free time kubwa, ana muda ambao anakuwa yuko free muda mwingi, ndio anaweza kufanya scalping. Lakini now tukienda kwenye aina ya pili ya trading ambayo ni day trading. Aina ya pili ya trading au ya traders ni day trading, ambapo katika day trading ni pale ambapo mtu anafungua trade na kufunga ndani ya siku. Manake yeye anafungua na kufunga ndani ya siku, unasema on the same day, unaweza kusema on the same day, ndani ya hiyo siku hiyo moja. Manake kikubwa ni kwamba hawezi akashikilia ile trade mpaka siku ya pili. Hawezi kuhold trade over the night, hawezi kwenda nayo mpaka siku ya pili. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba kama hawezi kwenda na trade mpaka siku ya pili, kwa hiyo trade atakayoifungua ndani ya siku husika, kabla siku ya pili haijafika, basi natakuwa aifunge ikiwa kwenye faida au kwenye hasara, lakini itatakiwa tu hiyo trade iweze kufungwa. Hapo tunasema huyo mtu atakuwa na day trade. Now huyo ataweza kukaa kwenye hiyo trade kwa muda wa dakika kadhaa mpaka masaa kadhaa. Hiyo ni dakika kadhaa, labda dakika 30, dakika 40, lakini wakati mwingine anaweza kwenda na hiyo trade mpaka masaa kadhaa. Kwa huyo tutamwona kwenye minutes, kwenye dakika, lakini anakwenda mpaka kwenye hours ambapo ni kwenye masaa. Anakuwa kwenye dakika mpaka kwenye masaa trade yake inakuwa imefunguka. Lakini kikubwa ni kwamba hawezi kwenda nayo mpaka siku ya pili, ambapo faida yake kubwa hapa itakuwa ni kwamba yeye hawezi kupata gharama zile, mfano kwenye swaps, hata husika kwenye swaps. Mfano mtu wa scalp huyu, yeye atakuwa labda ni spread, anakuwa charged kwenye spread, lakini hawezi kuhusika pia kwenye vitu kama gharama za kuhold trade kwa usiku mzima. Au kama utakuwa unataka kuzuia hiyo, lazima ujue ni account gani unaweza kutumia. Nafikiri kuna special account kama Islamic account, ni account ambayo unaweza kutumia ukawa free kutoka kwenye baadhi ya vitu kama swaps. Lakini mara nyingi huyu trader huwa anatakiwa atazame zaidi vitu kama fundamentals. Trader ambaye anakuwa ana day trade lazima atazame zaidi au concentrate kwenye fundamentals ambapo tunaongelea news, kwa sababu katika daily unakuta news zinaweza kuwa na impact kubwa sana kwa trader ambaye anategemea yeye amalize trade yake, aifunge trade yake katika siku husika. Kwa hiyo unaweza kukuta katika trading yako kuanzia asubuhi mpaka muda fulani
ulikuwa uko positive, lakini news zitakazotokea labda jioni zinaweza kukurudisha kuwa negative. Kwa lazima uwe makini sana. Kwa unasema ni trader ambaye anatakiwa mara nyingi sana kufocus kwenye fundamentals. Atambue muda gani kuna fundamentals zinatokea. Kwa hiyo kama alikuwa na trade kabla ya huo muda ambao fundamentals zinategemewa kutokea, basi yeye awe tayari ametoka kwenye hiyo trade yake. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu sana. Tofauti na yule anaye scalp, anaweza ka scalp hata muda ambao news bado zinaendelea. Yeye anaweza kuwa na scalp kulingana na mwelekeo ambao anatarajia soko linaweza kufanya hata wakati news zikiwa zinatokea. And yeye atakuwa anatazama pips kuanzia 20 mpaka 40, inategemea, na hii inatofautiana. 20 mpaka 40 inatofautiana. Kuna wengine utakuta anaweza kwenda pips zaidi ya hizo, lakini bado akawa ndani ya day trader. Anaweza kuwa bado yuko ndani ya day trader, lakini akawa na pips kwenye trade yake moja, anaweza kwenda pips zaidi. Lakini pia hii itaendana kulingana na hata currency ambayo kuna trade iko na labda mzunguko wake, kwa sababu mizunguko ya currency kwa siku inatofautiana. Kwa unakuja kuona kuna currency za mzunguko mfupi, mzunguko mrefu. Kwa zile za mzunguko mrefu lazima pips zake zinakuwa ni nyingi sana kwa siku. Kwa hiyo unakuta ni ndani ya siku moja ile ile, lakini umepata pips nyingi kwa sababu ya mzunguko wa ile currency ulikuwa ni mkubwa sana. Na kitu kingine cha msingi, yeye atajaribu kuangalia sana charts zake kwenye dakika 15 M15, lakini pia chart zake anatazama pia zaidi kwenye H1, kwenye saa moja. Maamuzi yake pia anayatazama mpaka afanye maamuzi au katika kuzitrack trades zake anakuwa anaangalia zaidi dakika 15 pamoja na saa moja, lakini anaweza kwenda zaidi mpaka kwenye masaa 4 pia, kwa sababu yeye ana trade daily. Kwa anaweza pia kwenda hata kwenye masaa 4 pia. Ingaje analysis inakuwa ni top down, unaweza kuanzia kwenye higher time frame zaidi ya hizi, lakini ile concentration yako wakati wa trading utakuwa na switch kwenye hizi time frames ambazo nakuwa nazizungumzia hapa. Tukienda kwenye aina ya mwisho ya trading, tunaita ni swing trading, ambapo now katika swing trading hii ni aina ya mwisho na ni tofauti na day trading. Lakini kikubwa ni kwamba mtu anaye day trade, hii inamhitaji awe anakaa kwenye charts, lakini ni kwa muda mchache ukilinganisha na anaye scalp. Huyu anahitaji kukaa muda mchache, anatazama charts mara chache zaidi kuliko mtu wa scalp. Mtu wa scalp ndio akatazame chart mara nyingi zaidi kwenye ule muda anaokuwa ana trade. Kama anakuwa ameset ana trade kuanzia muda fulani mpaka muda fulani, basi huo muda wa kutrade inabidi awe active kwenye charts. Tukienda kwenye swing trade, huyu anakuwa ndani ya trade au anafungua trade kwa siku kadhaa, lakini anaweza kwenda hata kwenye wiki kadhaa. Kwa anaenda kwa days to weeks. Anaweza kwenda pia mpaka several weeks au 2 week. Anaweza kwenda mpaka wiki labda 2, manake ni siku kadhaa, labda wiki moja alafu akavuka kaenda mpaka hata wiki ya pili, kwa days to weeks. Lakini mara nyingi huyu trader ambaye anakuwa na swing, yeye huwa anatazama pips 50, anaweza kwenda mpaka hata pips 150. Lakini hii haijaishia hivyo tu, kama nilivyosema kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanya awe anapata pips ngapi kwa kila trade. Hizi 150 to 150, manake hii tunaongelea per trade. Kwa kila trade anayokuwa anaifanya anategemea angalau range ndani ya hizo pips, au ndani ya hizo pips 50 au 150. Na trader huyu atakuwa na muda mchache wa kukaa kwenye charts ukilinganisha na yule anaye day trade. Kwa hiyo jinsi ambavyo ile style ya trading inavyokuwa inabadilika, na ndivyo ambavyo mtu anakuwa anahitajika kae kwa muda gani kwenye charts. Kwa hiyo unaweza kutazama kwamba je, ni muda gani ambao una uwezo wa kufanya trading, ni muda gani ambao unakuwa na nafasi ya kufanya trading, alafu ukachagua kwamba ni style gani ya trading unaweza kuitumia, na ukao una switch kwenye hizo time frames husika ambazo utakuwa unatakiwa kutazama trades. Kwa mfano mtu wa kuswing trade, yeye anatazama charts zake kwenye saa moja, lakini anaweza kwenda mpaka kwenye masaa 4. Anakwenda mpaka kwenye masaa 4. Hizi tunaongelea ni time frames ambazo unakuwa fanya maamuzi yako, kwamba ukipata confirmation kwenye masaa 4 kwamba trade yako unaweza kufungua trade ya kusell au kubuy, unatazama pia na kwenye time frame nyingine ambayo iko close, ambayo ni saa moja,
hizi zitakupa confirmations, na utakapokuwa na track trade zako basi unaweza unazitazama kwenye hizi time frames, lakini analysis yako itaanzia kwenye higher time frames hata zaidi ya hii ambayo tunakuwa tunaizungumzia hapo. Kwa hivyo ni vitu vya msingi sana kwa mtu atakayekuwa anafanya trading kwenye kuswing, ajue ni muda gani atakuwa anautumia, lakini pia target pips ngapi, lakini ni muda gani pia anakuwa kwenye trades, kwa atakwenda kwa siku kadhaa mpaka weeks kadhaa. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi sana utakapokuwa unachagua aina gani ya trader unataka kuwa. Lakini pia kuna aina nyingine ambayo nafikiri utaitazama, utasoma kuhusiana na positional traders ambao wao wanachukua muda mrefu zaidi, au wanakwenda kuanzia weeks mpaka miezi mpaka mwaka pia. Kwa hiyo pia ni aina ambayo utaitazama kwa wakati wako, lakini kwa vile vitu ambavyo nilitarajia mtu aweze kuvifahamu kuhusiana na aina za traders, na hizi ndani ya hizi aina za traders najua wengi wetu ndio tunakuwa tuko ndani ya hizi aina. Positional trader ni kitu ambacho kwa hali ya kawaida ni kigumu sana kufanyika kwa kwetu. Kwa hiyo nategemea wengi tutakuwa tuko ndani ya hizi aina tatu, ndio maana nimependa zaidi watu waweze kujua kuhusiana na hizi aina. Kwa kipindi kinaishia hapo. Nategemea kama utakuwa umependa kipindi, unaweza ku-like video, unaweza weka comment kama utakuwa na swali, lakini pia unaweza share hii video na una subscribe kwenye hii channel ili uweze kupata taarifa pale ambapo kipindi kingine kitakuja kuwekwa, kwa sababu bado tuna vipindi ambavyo vinaendelea. Unaweza kupata taarifa kama utakuwa umesubscribe, lakini pia kutakuwa kuna zinawekwa video za analysis ambazo kila weekend huwa zinawekwa pia. Kwa kama ukisubscribe utakuwa unapata pia updates kwenye hizo videos. Asante sana na karibu sana.